Gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi ameahidi kuweza kufuatilia kwa makini wale wote ambao wanaonekana kuchangia kwa ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la Kivu ya Kusini na kwa upekee mashariki mwa DRC. Hayo ameyataja hiyo jana wakati wa kushirikia sikukuu ya kuweza kuhitimisha miaka 65 ya uhuru wa DRC. Wananchi wa Uvira kwenye eneo la sherehe walionyesha kufurahia hotuba yake gavana. Katika hotuba yake ameweza pia kuhakikisha na kuweza kuahidi wa raia wa Uvira ya kwamba siku si nyingi kazi za ujenzi wa barabara zitaweza kurejea mara tena kwa maeneo ya kutoka huko kwenye boda kutoka maeneo ya boda ya Burundi na Kongo hadi kwenye bandari ya Kalundu, na amehakikishia kwamba hivi karibuni kazi hizo zitakuwa zimeweza kuendeshwa. Tukiwa katika sikukuu hiyo ya uhuru wa nchi, uongozi wa jeshi la akiba linaloitwa RAD jimboni Kivu ya Kusini wamesema ya kwamba hali inayopitia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hairuhusu mkongomani alisi kusherehekea sikukuu ya miaka 65 ya uhuru. Alexis Mwamba Dunia, mratibu wa RAD, ameanena Jumatatu hiyo jana Juni 30 wakati akihutubia vikosi vya wazalendo kwenye Garide Pakilibola. Upande wake, kila aitwaye mzalendo anapaswa kufikiria namna gani ya kukomboa maeneo yote yanayodhibitiwa na waasi na sio kutegemea mikataba iliyosainiwa. Mwamba Dunia yuko kwenye mic ya mwenzetu Thompson Onjibatangalwa. Sisi wazalendo hatuna furaha ya kushirikia miaka 65. Mzalendo kamili anajua kama sehemu moja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko inavamiwa na wanyanyasi, wezi wauni wenye Rwanda wenye kuja kutuvamia katika mji mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kusema hatuna amani ya sisi kufanya sherehe kwa hii mwaka wa leo. Mashirika ya kiraia mashariki mwa Kongo yanasalimu pia kauli ya mratibu wa RAD. Shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani Sosiko DRC limeeleza ni vyema wananchi wote kusapoti wito wa Alexis Mwamba wa kukomboa mji na vijiji vinavyodhibitiwa na wahasi kuliko kubaki katika sherehe wakati raia wamoja wako katika maeneo ambapo hawana hata amani. Buja Gelve anatoa hapa maelezo kulingana na hali yake. Mtu anakuwa na organize fete kama iko na amani, me vike wa compatriote congolais biko wanaendelea kuuliwa na wanyanguzi wa Rwanda, Nord Kivu, Sud Kivu, fasi yote ile. Vraiment tuliona kama moma haikukuwa opportunity ya kusherekea hii 65 ya independence mtangazaji, na ndio maana unatuona tuko barabarani, tuko tunajientretenir na wakuu viongozi wa kizalendo kama vile mheshimiwa General Cordo Alexis Mwamba Dunia na wengine wa coordinator parapor ya hii sikukuu ya leo. Haikukuwa ya kusherekea vis-a-vis na maagression rwandaise zenye tuko tunaendelea kusibiri. Machozi ya raia ya uzunishwa na kuongezeka kwa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu nchini DRC, aswa kwa upande wake wa mashariki. Mratibu kitaifa wake ayataja baada ya sherehe za kumbukumbu ya miaka 65 ya uhuru wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwake Dunia Amisi ni vigumu kusherekea uhuru wa nchi wakati raia hawana amani. Huyu aomba viongozi wa DRC kuchukua majukumu yao kwa kurejesha amani ya raia na mali yake. Tumsikilize. Tunakuja na malalamiko ya kuonesha viongozi wetu kama apre hii vita enye tuko tunapitia, tunaremarke kama watu wengi ambao walituia baba yetu wa mama yetu wataanza tembea mwingine, tunaanza waona tena wanapita. C'est pourquoi tunaprofite siku ya leo kukuya imiza serikali yetu kubambia kama bale bote benye waliuanaka, bale bote walifanyaka, balenzaka iba vitu vya watu, balezaka iba, balezaka uana bote. Apre hapa serikali yanze bafatilia, apre imakoro yenye batakamata kule Etats-Unis entre Rwanda
na RDC bakwe banapita tena pleinement librement. Tunapenda CPI ifungule mashtaka, ianze bashtaki bote wenye fasi za mingi batu wako lunguziwa manyumba, wako na chomeo manyumba, wako na kufa. Sasa vile hapo Uvira tuko na bwizi kuendelea kufanyika, watu wako natembea na maarme librement. Tunataka yoyote sa justice itakuwa mzuri, wale watu watafutiwe na waanze fanyiwa wapelekwe ku vyombo vya sheria na justice ifanye kazi yake. Dunia Amisi, mratibu wa vuguvugu Machozi ya Raia, ambaye alikuwa akiunga mkono hoja lake gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini la kuweza kuwafuatilia kwa makini wale ambao wanaonekana kuchangia kwa kuweza kukeuka haki za binadamu wakati wa usalama mdogo. Tukizungumzia kuhusu hali ya usalama mdogo, tutoke mjini Uvira tujielekeze katika tarafa ambapo hali ya usalama ni shwari na wanaopitia barabara ya taifa namba 5 hawana la kuwaogopesha, hasa eneo la Kagunga Munywema. Hivyo ndivyo ametaja kiongozi wa jiji la Kagando Kiliba Bunana wa Bunana. Ameataja wakati wa mahojiano na mwanaripota wetu siku ya kwanza Juni 5 ndani ya ofisi, Juni 30 ndani ya ofisi yake. Kwake yeye ni tangu kuwekwa nafasi hiyo ngome la wazalendo kulingana na uamuzi wa baraza la usalama la jiji la Kagando. Tumsikilize hapa kwenye mic ya mwenzetu Bahati Sumia Lomatenga. Sasa tumeona wakati wa contingent Burundi wametoka, tukafikiria usalama utaendelea kwa vizuri, lakini baada tu kidogo tukaona tena wizi na uwaji kwa pale. Tukafikiria mimi kama vile kiongozi wa kata au jiji tutafanya nini, ndio tukawaomba wa ndugu zetu wazalendo pamoja, si kama vile komite lokale ya usalama, tukafikiria pamoja, tukaona kama tuwaite viongozi wa wazalendo, wakatukubalia, ndio tunaona usalama unakuwa pale. Na kwa kweli ile fasi yote ambao kulikuwa wizi ambao tumeweka wazalendo, niseme tangu wazalendo wakuepo usalama upo. Wazalendo hao ni wa kundi la Nyerere. Waendesha pikipiki waliojiana na mwanaripota wetu wameendelea kusalimu hatua hiyo ambayo imechukuliwa na uongozi wa Kagando ili kuweza kuwasaidia na ulinzi tosha, huku wakishukuru wazalendo ambao wanapatikana hapo wakifanya kazi yao bila kuweza kutatiza mwendesha pikipiki yoyote yule. Hawa walikuwa na haya pia ya kutaja. Sasa zote zile tunajisikia vitu napita na kuna wasiwasi yoyote. Kweli tunashukuru Mungu kabisa, tangu wazalendo waliingilia pale Kagunga natoka kabisa, tuko napita vizuri bila tatizo yoyote. Hatuwasikia makelele zaidi. Tunashukuru kabisa Mungu kabisa, anaendelea kusaidia kabisa. Na hao wazalendo ambao wanaketi pale hawaderanger watu, hawatuzuru, hawatulombi hata chochote kabisa. Ya kila siku acha tusalie huko maeneo ya Kiliba ambapo Kavunge na Butao ndizo zenye kuguswa zaidi na ugonjwa wa kipindupindu katika jiji la Kagando. Daktari mkuu wa kituo cha UTMC Kiliba Imani Luhande amejulisha hivyo mwanaripota wetu wakati walipokuwa wakiweza kuhojiana naye huko ofisini kwake. Huyu ametaja ya kwamba hali inaendelea kuwa tete na magonjwa yameanza tangu mwezi wa 3 uliopita na kuweza kuendelea hadi sasa. Wakati huo akiwa anazungumzia kuhusu kukatika kwa msaada wa shirika la MSF ambalo lilikuwa kiweza kuwasaidia na huduma kwa faida ya wale wagonjwa wa kipindupindu. Huyu hapa anataja kwamba kesi bado zinaendelea kuripotiwa wakati huku msaada unaonekana ya kwamba haupo. Tumsikilize. Ugonjwa tumepata mtu wa kwanza ambaye amegonjwa ugonjwa kwa mwezi wa 3 na watu wakakuja wengi. Ilipofika mwezi wa 4 mwisho, tulipata mfadhili wa MSF ambaye ameleta vitu vinavyokuwa vya muhimu kwa ajili ya kutunza wagonjwa, yani likide na vitu kadhalika, na kaangaje na waganga. Sasa ilipofika mkatikati ya mwezi wa 5, ugonjwa ukaonekana kushuka sana, ikabidi MSF aseme kwamba ajiondoe kwenye ile ufadhili mwisho wa mwezi wa 5. Siku 5 kisha yeye kutoka, kukakuja tena wingi wa wagonjwa wanaopatikana na kolera, na hadi leo wanafika kwa wingi, ila kwa bahati mbaya hatuna mfadhili mpaka leo. Inamaanisha wagonjwa wanajinunulia ile wanaita maserum kwa ajili ya kuwatibu, ila tuseme kama
MSF majuma zilizopita aliweza kuleta 100 litre ya liquide, lakini kisha siku ine ikaisha, kwani wagonjwa ni wengi. Hadi leo wagonjwa wanauza serumu zao wao wenyewe. Dr. Imani alitoa shukrani zake kwa shirika la MSF kwa jumba wanalojenga hapo ili kuweza kuwapokea wagonjwa. Kwa upande mwingine ameweza kushukuru vile vile shirika la CICR kwa kuweza kuwatolea dawa za kupuliza. Tujulishe ya kwamba kulingana na duru yetu, wagonjwa kwa sasa wanakuwa wakiweza kuchukua asilimia 60 ya huduma ambayo wanaipata wakati ugonjwa wa kolera zaidi huwa unatibiwa kwa bure. Mwisho kabisa